Habari za wakati huu, mfuatiliaji wa Ben Kuku Farm channel. Naitwa Ben. Karibu katika channel ya Ben Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Nilikuwa kimya kwa muda kutokana na mambo yalikuwa yameingiliana. Kwa hiyo nikawa nashindwa kuwa online na kuweza kutengeneza video kwa ajili ya mafunzo ya ufugaji wa kuku. Sasa nimerudi rasmi. Kwa sasa tutakuwa pamoja katika mwendelezo wa vipindi vya mafunzo ya ufugaji kuku hadi pale tutakapokuwa vizuri kwa kila mtu katika swala zima la ufugaji wa kuku. Somo letu la leo nataka nielezee kuhusu chanjo za kuku. Watu wengi wanashindwa kutenganisha kati ya chanjo pamoja na dawa. Mtu anaweza akawa na kuku wake, mwisho wa siku anapewa labda antibiotiki, mwisho wa siku yani kwamba anapewa antibiotiki dukani, lakini wale wa dukani wanamwambia ni chanjo labda ya kideri, gumboro. Sasa hapa kwenye swala la chanjo kuna magonjwa ya kuku ambayo huwa hayatibiki kirahisi kwa kutumia dawa. Kwa hiyo kuna chanjo au kinga ambazo zinatakiwa zitolewe kabla ugonjwa hujaingia ili kuku wasipate ugonjwa huo. Sasa magonjwa ambayo huwa yanatolewa chanjo, ambayo yanahitaji chanjo, ni magonjwa yanayosababishwa na virusi. Magonjwa hayo ni pamoja na kideri, gumboro, marex, ndui. Haya magonjwa lazima utoe chanjo ili ugonjwa usimpate kuku. Hakuna dawa za kutibu kirahisi magonjwa haya kwa sababu ni magonjwa yanayosababishwa na virusi. Sasa unatoaje chanjo? Kama wewe ni mfugaji ambaye labda unataka kuanza kufuga au ulishaanza kufuga lakini hujajua nini ufanye, labda unafuga kuku wa kienyeji, chotara au kuku wa kisasa, lazima uzingatie ratiba ya chanjo ili kuku wako wawe salama dhidi ya magonjwa yanayosababishwa na virusi. Yale magonjwa yanayosababishwa na moeba na bakteria, yale huwa yanatibika kwa dawa ambazo zipo tu madukani na hata dawa za asili zinatibu. Sasa tunataka niwaelekeze kidogo au niwaelezee kidogo haya magonjwa ambayo yanahitaji chanjo. Kuna ugonjwa wa kwanza nimeutaja, nimesema marex. Huu ni ugonjwa ambao kuku huwa wanafanya nini? Wanaishiwa nguvu kwenye viungo vyao na yani kwamba ni ugonjwa ambao ni wa virusi ambao kuku huwa wanaishiwa nguvu kwenye viungo vyao vya mwili, miguu, shingo na vitu vingine. Ugonjwa huu hauna dawa ya kutibu dhidi, ni kwamba ni chanjo tu ambayo inaweza kusaidia, na ugonjwa huu unawapata sana kuku chotara pamoja na kuku wa kisasa. Kwa kuku wa kienyeji mara chache sana. Na chanjo yake inatolewa siku moja baada ya vifaranga kuanguliwa. Kwa wale ambao mnanunua vifaranga, mara nyingi yale makampuni makubwa huwa wanatoa moja kwa moja hii chanjo, kwa sababu hii chanjo kwa yule mfugaji labda ana vifaranga 10, 20, 30, 100, 200, kidogo ni changamoto kufanya kuipata hii chanjo, kwa sababu chanjo kwanza ina bei kubwa na huwa mara nyingi huwa inaanza yani kwamba huwa kopo lake linakuwa kwa ajili ya kuchanja vifaranga 500 na kuendelea. Kwa hiyo hii chanjo mara nyingi kwa wafugaji wadogo huwa inakuwa ni kipengele kutolewa. Hii chanjo inatolewa siku moja baada ya kufanya kuanguliwa kwa vifaranga. Chanjo ya pili ni chanjo ya kideri ambayo sasa kila mfugaji anatakiwa kuanza nayo. Kama marex haiwezekani, basi chanjo ya kideri ni lazima. Na chanjo hii inatolewa siku ya 7. Yaani ukishapokea vifaranga, hesabu kuanzia hiyo siku hadi siku ya 7 unatakiwa kutoa chanjo ya kideri. Chanjo hii kuna chanjo ya kuweka kwenye maji ya kunywa au chanjo ya matone ambayo huwa tunadondeshea tone moja kwenye jicho. Na kama utatumia ya matone basi ni tone moja kwenye jicho. Lakini kama utaweka chanjo ya kuweka kwenye maji ya kidonge, basi chanjo hii huwa inawekwa kwenye maji
hayo maji kuku inatakiwa atumie ndani ya masaa mawili. Baada ya hapo inatakiwa kumwagwa ile baki na maji na vyombo kusafishwa na maji safi na sabuni. Hiyo ni siku ya 7. Hii ni kwa aina zote sasa za kuku. Kama unafuga chotara, kienyeji, kisasa pamoja na yani kwamba kuku wa nyama, kuku wa mayai yote, hii chanjo unatoa siku ya 7. Siku ya 14 kuna chanjo ambayo unatakiwa kutolewa, ambayo ni chanjo ya kideri ya gumboro. Chanjo hii nayo iko kama chanjo ya kideri, nayo unaweka kwenye maji ya kunywa, itakaa masaa mawili. Baada hapo unatoa. Chanjo ya 3, yani siku ya 21, unafanya marudio ya chanjo ya kwanza ambayo ni chanjo ya kideri, kwamba kuku wako utawapatia chanjo ya kideri marudio ili kuwakinga zaidi dhidi ya ugonjwa wa kideri. Baada hapo, kwa yule mfugaji wa broiler ambao anawategemea kuuza kuanzia siku ya 25 na kuendelea, hatakiwi anakuwa ameshamaliza kwenye swala zima la chanjo. Tunabaki kwa wale wafugaji wa kuku chotara, kuku wa mayai na kuku wa kisasa na kienyeji. Hawa ambao wamebaki broiler tumesema tumeshawatoa kwa sababu hawatatumia chanjo nyingine, kwa sababu baada ya hapo huwa wanakuja fanya, wanakuwa wamefika muda ule wa kuuzwa. Siku ya 28 utafanya marudio ya ile chanjo ya siku ya 14 ambao ni chanjo ya nini? Ya gumboro. Zingatia utoaji wa chanjo, kwa sababu bila chanjo mili ya kuku itakuwa na kinga zikiwa ziko chini, na yakitokea baadhi ya magonjwa itakuwa tabu sana kufanya kuyadhibiti katika mradi wako wa ufugaji wa kuku. Kwa hiyo siku ya 28 utarudia ile chanjo ya gumboro, utatoa chanjo vile vile kama ulivyotoa siku ya 18 na siku ya 28 utatoa hivyo hivyo. Siku ya 35 ni siku ambayo unachanja chanjo ya ndui. Chanjo hii ni chanjo ambayo kuku anachomwa kwenye bawa, yani ni ya sindano, kuku anachomwa kwenye bawa. Na hakikisha unatoa chanjo ili kuepusha kuku kufanya nini? Kupata ndui. Lakini kabla ya chanjo hakikisha unatunza kuku katika hali za usalama, kiasi kwamba hata mbu wasio wanawang'ata, kwa sababu chanzo kikubwa cha usambazaji wa ndui ni kuku kung'atwa na mbu. Kwa hiyo huwa unajitahidi kuanzia siku ya kwanza hadi kabla ya chanjo uwatunze kwenye mazingira ambayo hata mbu watakuwa hawana uwezo wa kuang'ata kuku wao, ili kuku wawe salama hadi pale utakapotoa chanjo. Kwa sababu ukiwaacha kawa anang'atwa na mbu kabla ya kutoa chanjo, kuna uwezekano kabisa ugonjwa ukaingia kabla ya kufika siku ya kuchanja chanjo hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, siku ya 42 unaweza ukapatia kuku wako dawa za minyoo, ambazo dawa hizi sasa hizo sio chanjo, ni dawa kwa ajili ya kuondoa minyoo, ambazo unaweza kutumia albendazole, mebendazole, kuna ivermectin au piperazine. Unaweza kutumia yoyote kati ya hizo na kuku wako wakawa salama. Na chanjo ambayo utakuwa unairudia baada ya kutoa ni chanjo ya kideri. Kuanzia hapo utakuwa kila baada ya miezi 3 utakuwa unawapatia kuku wako chanjo ya kideri. Ila hizi chanjo zingine hutarudia tena. Ila chanjo ya kideri utakuwa unawapatia kuku wako kila baada ya miezi 3. Wakati huo dawa za minyoo, dawa za kutibu minyoo, hizo zitakuwa kuku wako wanapewa kila baada ya miezi 2. Kwa sababu minyoo huwa ndio chanzo kikubwa cha kufanya kuku wadumae. Ndio maana inatakiwa uendelee kutoa dawa za minyoo ili kuku wawe salama, wasiwe na minyoo, ili wasidumae. Wakati wote wa ufugaji na utunzaji wa kuku wako, hakikisha kuku wako wanapata chakula bora ambacho chenye virutubisho vyote vinavyohitajika katika mwili, ili kumfanya kuku akue kwa haraka, atage mayai mengi na upate faida kupitia ufugaji wako wa kuku.
Nikukumbushe tu, kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, ili tupate nguvu na moyo wa kuendelea kutoa video nyingine za mafunzo kama haya. Kama unahitaji kujifunza uundaji wa incubator, full automatic incubator, tuna darasa kila mwezi la mafunzo ya uundaji wa incubator. Darasa hili tunafanya kupitia group maalum la WhatsApp, na ada ya mafunzo haya ni shilingi 15,000. Na njia ambazo zinatumika sasa kutoa mafunzo haya, tunafundisha kupitia kwa kutumia video, picha, makala za sauti pamoja na makala za maandishi, yani kitabu. Kama utakuwa unahitaji kujifunza uundaji wa full automatic incubator au hata incubator za manual, usisite kuwasiliana nasi kupitia namba za simu 0746 12 46 84 au 0625 72 85 35. Narudia, ili upate mafunzo ya uundaji wa incubator, namba za mawasiliano ni 0746 12 46 84 au 0625 72 85 35. Jina Benedicto Mgata. Utakapowasiliana na mimi, nitakuelekeza namna ya kulipia hela hiyo 15,000 na ratiba ya darasa hilo itakuwa inaanza tarehe ngapi, kwa sababu haya mafunzo kila wiki ya mwisho wa mwezi huwa tunaanza darasa ambalo, ili kukamilisha uundaji wa incubator tunatumia wiki 2 kuelekezana kuhusu uundaji wa incubator na matumizi sahihi ya incubator. Kama una incubator, unaweza kufanya nini? Ukajifunza namna ya uundaji. Hii itakusaidia hata ikitokea changamoto yoyote, labda incubator imeharibika au kuna tatizo dogo limetokea, utakuwa una uwezo wa kulimaliza mwenyewe. Tofauti na ile kwamba incubator imetokea changamoto hadi uanze kumtafuta fundi, ni changamoto. Ndio maana tunaamua kufundisha ili kila mmoja awe na nini, ana ujuzi wa kuweza kujitetea, ili kuepusha hasara zinazoweza kujitokeza katika utotoleshaji. Naitwa Beni. Subscribe katika channel hii, tuwe pamoja katika mafunzo ya ufugaji wa kuku. Asante.